Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline huko mtandaoni bwana. Hii ni story ambayo inamhusu Diamond Platnumz. Bwana, kama unakumbuka vizuri, mnamo tarehe 14 Februari kuna tukio ambalo Diamond aliamua kulifanya kwa ajili ya watu ambao wana uhitaji huko mtaani. Alikuwa anatembea yeye pamoja na ndugu zake, namzungumzia Eddie Santos pamoja na Ricardo Momo. Walikuwa wanazurula huko mitaani wakiwa na rekodi video kwa ajili ya kuwakabidhi pia watu wenye uhitaji zawadi, kiboksi ambayo ilikuwa ni box nyekundu ambayo ndani kulikuwa kuna noti za 10,000. Sasa katika boksi hilo alikuwa akiwakabidhi watu mbalimbali, hususan wamama ambao walikuwa wanaonekana wako na uhitaji wa kiasi cha fedha kwa siku hiyo ya Valentine, hususan wale wamama ambao wanafanya biashara ndogo ndogo huko mtaani. Diamond alikuwa akiwakabidhi kiboksi hicho chenye pesa ndani siku hiyo ya tarehe 14, siku ya wapenda nao. Sasa kuna moja kati ya wamama ambao amefanyiwa interview kuhusiana na hiyo situation, ambapo amezungumza mambo mengi ambayo ya mengine yamekuwa ni tofauti na vile watu walivyokuwa wanadhania au vile ambavyo watu walikuwa wameamini kulingana na video hizo, jambo ambalo limewabakiza baadhi ya watu midomo wazi kutokana na vitu ambavyo mama huyu amevizungumza. Moja kati ya vitu ambavyo mama huyu amevizungumza bwana ni kuhusiana na kiasi kwanza cha pesa ambacho kilikuwepo katika hizo boksi nyekundu. Kwa mujibu wa bi mkubwa huyu, ameweka wazi kwamba kiasi cha pesa ambacho kilikuwa alichokipata baada ya kukabidhiwa boksi hilo na Diamond sio milioni 4 kama ilivyokuwa inasemekana huko mitandaoni, bali ni kiasi cha 100,000 tu. Kwa hiyo watu walikuwa nadhania kwamba Diamond alikuwa anatoa 4 kwa kila mama ambaye anakutana naye huko mtaani, lakini kumbe mambo sio hivyo. Alikuwa akiwapatia kiasi cha shilingi 100,000. Lakini pia vile page mbalimbali huko mtandaoni bwana zimekuja kuripoti kuhusiana na hii habari. Kwa mfano hapa kuna page wamekuja wameandika kwamba bwana, mbona Diamond alishuka na 4 na huyu mama amesema kwamba amepewa 100,000 tu kwenye hicho kiboksi. Sasa hiyo laki gani kweli? Hata kwa kuona tu kuna namna. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameripoti wakiwa wameandika kwamba bwana, nilipewa 100,000 tu na sio 4 milioni. Wakaandika hapa chini kwamba kutoka mitaani ama ya Tandale kwa tumbo, mama huyu aliyesaidiwa na Diamond siku ya Valentine Day kwa kupewa kiasi cha shilingi 100,000 amezungumziwa sana mitandaoni. Taarifa mbalimbali zimekuwa zikienea zikidai kuwa alipokea 4 milioni, lakini yeye mwenyewe amekanusha kwamba hajapokea 4 milioni bali amepokea kiasi cha shilingi 100,000. Peji nyingine hii hapa wameandika kwamba bwana, nilitaka nishangae, yani Diamond atoe 4 milioni kweli wakati ana wafanyakazi kibao ambao wanakimbia kila siku kwenye redio yake kisa mishahara wapewi. Kuna mtu amekuja kuhoji hapa. Sasa kutokana na habari kuwa ni tofauti, kuna bidada hapa anafahamika kwa jina la Gift ambaye huaga ana tabia ya kuja kuwasema au kuweka sawa, yani kuwachamba watu mbalimbali huko mtandaoni, hususan kama akiona kwamba kilichozungumziwa ni kitu tofauti na vile mambo yalivyo, huaga anajitokeza. Sasa huyu Gift bwana amekuja kulizungumzia swala hili la Diamond Platnumz baada ya kusambaa habari kwamba anatoa 4 milioni, lakini kumbe hawa wamama wenyewe wanadai kwamba kile kiboksi kile hakikuwa na 4 milioni bali kilikuwa kina shilingi 100,000 tu. Sasa mrembo huyu Gift bwana amekuja kuzungumzia swala hilo hapa. Nataka umsikilize we mwenyewe jinsi ambavyo ameeleza kwa upande wake yeye alivyolipokea au alivyolichukulia kwa ujumla hiyo situation yote, kwa jinsi ambavyo yeye alivyoona. Sasa hapa tunamwamini nani? Tunamwamini huyu mama, tumwamini Diamond au inakuwaje? Diamond anasema kile kiboksi vilikuwa vimejaa pesa 4 milioni takriban. Huyu mama alipokea zile pesa anasema haikufika 4 milioni, ilikuwa ni shilingi 100,000. Ila ame appreciate, amesema ilikuwa 100,000 lakini imemsogeza kwenye biashara yake. Yani
imemuongezea kimtaji kwenye biashara yake. Sasa ndugu zangu, kwa nini huwa mnatoa pesa alafu mnasema kwamba nimetoa kiasi fulani kumbe sio kiasi kile? Yani inakuwaje? Unapomsaidia mtu ukimsaidia 200 ni tayari wewe umetoa msaada. Sasa kuongeza imaanishi kwamba wewe ndio utaonekana yani ndio sijui ndio vipi. Itabaki pale pale, itasimama kwenye msaada. Sasa ukisema 4,000,000, huyu mpokeaji anasema 100,000. Mbona mnatuchanganya tuelewi ndio nini? Alafu kama mwezi mtukufu mnaongopa ovyo. Ndio maana nasema ukiamua kuwa mwema baki kwenye wema. Ukiamua wewe kuwa mbaya baki kwenye ubaya. Stika popo. Mnatakiwa mkaze. Kama umeamua wewe kuwa mbaya. Ndio maana kuna mijitu mingine ina pretend ila mazani ndio inajifanya inaacha dhambi, inaacha kila kitu, inajistiri, inavaa vizuri. Mwezi ukiisha tu inaanza kuvaa uchi, inaanza kunywa pombe, inaanza mambo ya ajabu kibao. Kwa maana Mungu miezi ya kawaida anakuwa hayupo. Mungu anakuepo miezi mitukufu tu, mwezi mtukufu tu. Ndio maana yake. Hebu acheni Uswahili bwana. Uswahili tumeuchoka. Hebu badilikeni. Yaani mtabadilika tu, mtabadilika. So bidada bwana amekuja kuzungumzia swala hilo, na hata hapa chini katika caption ameandika kwamba mnatuchanganya, sasa tumwamini nani sasa hapa? Mnakuwa amesema kwamba mkunwa au mkunaji, msituvuruge, acheni uongo, na nyie mnaopewa muwe mnatunza siri, watu wanalinda brandi zao, nyie tena mnakuja kuyaweka hadharani. Kwa hiyo huyu bidada kwa namna moja au nyingine yeye amewachamba watu wote. Amemchamba Diamond kwamba awe ni mkweli, kama anatoa laki aseme anatoa laki na sio 4,000,000, na hawa wanaopewa nao pia watunze siri, watu wanalinda brandi. Kama umepewa kiasi basi hamna haja ya kutangaza kwamba umepewa kiasi gani. Lakini pia vile hapa wadau wamekuja kuweka maoni yao hapa. Kuna mtu hapa amesema kwamba bwana alikuwa na 4,000,000 ameigawa kwenye viboksi, mbona mnakunza sana mambo aje lo. Kuna mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba Diamond alisema kwamba ana shilingi 4,000,000, kwa hiyo ameamua kuigawa katika viboksi alafu akaenda kugawa kwa watu. Kwa hiyo ni 4,000,000 tu ndo bajeti yake ilivyo. Hawa watu wamewapa laki mpaka 4,000,000 ilipoisha. Kwa hapa kuna mtu hapa amekuja kurekebisha, amekuja kuweka vitu clear kwamba budget ya Diamond ndio ilikuwa ni 4,000,000 ambayo ameigawa yote kwa kugawa laki kwa kila mtu. Kwa hiyo labda watu walikuwa wameelewa vibaya. Kuna mwingine hapa amekuja amesema kwamba bwana dada, mbona hakuna mahali ambao Monde alisema kwamba alisema pesa yote hiyo anampa mtu mmoja? Jamani, hakuna. Wala hebu tuone ile video aliyosema pesa zote hizo jamani. Mimi katika kumbukumbu zangu wala sijaona video yoyote ile ambayo amesema kwamba atampa kila mtu 4,000,000. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.